Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa kushirikiana na taasisi ya wakala wa chakula, dawa na vipodozi Zanzibar ZFDA imeendelea kuimarisha jitihada za kuwajali wananchi, hususan katika kuhakikisha matumizi ya bidhaa bora za dawa na chakula. Hayo ameelezwa na Kaimu Waziri wa Wizara ya Afya Zanzibar, Dr. Saada Mkuya Salum alipokuwa akizungumza katika maadhimisho ya miaka 20 ya taasisi hiyo ya wakala wa chakula, dawa na vipodozi yaliyofanyika katika ukumbi wa Madinatul Bahari mkoa Mjini Magharibi. Amesema serikali itaendelea kufuata ufumbuzi wa changamoto zilizopo, ikiwemo uwepo wa bidhaa za dawa zilizopitwa na wakati, pamoja na kuhimiza ubunifu katika kulinda afya ya jamii ili kuleta umakini na usalama zaidi kwa wananchi. Bila kuwa na afya njema, kamwe hatutaweza kushiriki katika shughuli za ujenzi wa taifa letu, kutokana na miili kuathiriwa na magonjwa mbalimbali yaliyosababishwa na utumiaji mbaya wa chakula na dawa zisizo salama. Wito wangu sasa kwenu nyinyi, tuendelee kwanza kufanya kazi kwa bidii na kwa mashirikiano, kuongeza ubunifu na kuwekeza katika matumizi ya teknolojia ya kisasa ili kuimarisha zaidi mifumo ya udhibiti sambamba na kuongeza uwazi na ufanisi katika utoaji wa huduma kwa lengo la kuhakikisha kuwa afya za wananchi zinaendelea kulindwa kwa kiwango cha juu zaidi. Aidha, naomba niwanasihi sana watendaji wa ZFDA kuendelea kuvitunza vifaa vya maabara ili viendelee kudumu kwa muda mrefu na kwa ustawi wa nchi yetu na watu wake. Naye mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya wakala wa chakula, dawa na vipodozi Zanzibar ZFDA, Dr. Burhani Osman Simai amesema taasisi hiyo kwa kushirikiana na serikali imefanikiwa kutekeleza majukumu yake kwa ubunifu katika kipindi chote cha miaka 20, hali iliyochangia kulinda afya ya jamii. Wakala wa chakula, dawa na vipodozi inatoa huduma kwa ufanisi mkubwa na kufikia malengo yake iliyojiwekea, yaani kulinda afya ya jamii. Tunapenda kujivunia kufikia miongo miwili ya mafanikio ambapo ZFDA imeweza kufikia malengo yaliyowekwa kwa wakati kama lengo la kuanzishwa kwake lilivyokuwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, miongoni mwa malengo yaliyowekwa hapo awali ilikuwa ni kuhakikisha kwamba bidhaa za chakula, dawa, vipodozi na vifaa tiba vilivyopo katika soko la Zanzibar ni salama kwa matumizi ya binadamu. 2, kwenda sambamba na mabadiliko ya kiuchumi duniani kufuatia sekta binafsi kupewa fursa ya kuwekeza katika huduma za afya na uingizaji wa bidhaa za chakula. Mheshimiwa mgeni rasmi, mafanikio haya yameendelea kuwa chachu kwa ZFDA kuendelea kuhakikisha bidhaa zinazodhibitiwa zinafika vigezo vya kitaifa, kikanda na kimataifa. Kwa upande wake, Katibu Mkuu kutoka Wizara ya Afya Zanzibar, Dr. Mgereza Mzee Miraj amepongeza uongozi wa ZFDA kwa utekelezaji mzuri wa majukumu yao na kufanikisha viashiria muhimu vinavyosimamiwa na mamlaka hiyo. Mheshimiwa rasmi, nichukue fursa hii pia kumpongeza sana mkurugenzi mtendaji wa ZFDA kwa uongozi wake wa muda mrefu katika taasisi hii, lakini pia kushirikiana kwa ukaribu sana na watendaji, wataalamu mbalimbali wa ZFDA kuhakikisha kwamba wanatekeleza majukumu yao na kufanikisha viashiria ambavyo wanawekewa katika utekelezaji wa kazi zao. Hongereni sana wataalamu wa ZFDA. Wakala wa chakula, dawa na vipodozi Zanzibar imeanzishwa mwaka 2006 na hadi sasa wametimiza miaka 20 ya mafanikio katika kulinda afya ya jamii. Na hizi ni ripoti za ASAM Online TV. Jina langu ni Hawa Jafar Hamis, lakini nyuma ya kamera ni Ali Haj Abdullah.